لا نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله عز من قائل العليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bora wa viumbe Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tungali bado tuko katika kadhia ya nifaq ambayo tumesema an-nifaq huwa idharu al-khair wa idhmaru ash-sharr, an yubtina al-insanu al-kufru aw al-ma'siyah ويظهر الإيمان والطاعة للناس، وهو من أخطر الأمراض التي تهدد المجتمعات. Tumesema nifaq maana yake ni kudhihirisha mazuri na kuficha yale ambayo ni maovu. Tabaan, vya kudhihirisha zinadhihirishwa katika muonekanio ya mwanadamu, na yale ya kufichwa yanafichwa moyoni. Sasa ayubtina al-insanu al-kufr, mwanadamu kuficha ukafiri ndani ya moyo wake, ama kuficha maasi ndani ya moyo wake, wayudhihiru al-iman, na kudhihirisha imani na utii ya kumtii Mwenyezi Mungu, lakini liajli nnas, kwa ajili ya watu. Hii ni min akhtari al-amrad
ni katika maradhi ambayo ni hatari sana, ambayo inaleta hatari katika mujtamaa ya watu. Hili nifaq wanazuoni wameitia katika vigawanyo. Wanazuoni wa tauhid wanapozungumza nifaq wanazungumza na zile aqsamu nifaq. Nifaq qismani. Kigawanyo cha kwanza ya nifaq ni nifaq al-i'tiqadi, wa huwa nifaq al-akbar. Ni nifaq, ni unafik ya itikadi ya imani. Ni nifaq ya itikadi ama nifaq ya imani ni ile ambayo mtu ana nini, anadanganya katika nini, katika imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na nguzo zote sita za imani, na ilhali ya kwamba ndani ya moyo wake hamna imani hiyo. Kwa hiyo ni kigawanyo cha nini, cha nifaq ambayo ni hatari sana, ni katika maradhi ambayo ni maradhi makubwa sana, ambayo ina nini, inaangamiza mujtamaa. Yeyote ambayo ana maradhi aina hiyo, basi anatia mujtamaa yake katika hatari ya duniani na hatari ya akhira. Hatari ya duniani ni kwamba ile mujtamaa itasambaratika, na hatari ya akhira kwamba huko na adhabu nzito ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa, ambaye amesema ndani ya Qur'ani, innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Na sampuli ya pili ya nifaq ni nifaqun amali, ni nifaq katika vitendo. Hili nifaq katika vitendo ndio ile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoeleza katika hadithi. Taban, anayejua nifaq kwa ukweli wake si mwingine bali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Mtume amempatia mi'yar, amempatia kitu, chombo ambacho cha kunini, cha kumdulisha huyu munafiki ni mtu aina gani. Sasa katika amali ya huyu munafiki, miongoni mwa zile alama ambazo Mtume ameeleza, idha hadatha kadhaba, idha wa'ada akhlafa, idha atumina khana, wa idha khasama fajara. Zote hizo ni katika vitendo vya nifaq. Yeyote ambayo anaye vitendo aina hiyo afahamu ya kwamba yeye anazo moja katika alama ya nini, ya nifaq. Hii nifaq amali ni ile ambaye haimuondoi mtu katika Uislamu, bali nifaq ni itikadi, inamuondoa katika Uislamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiwekea adhabu ya tabaka ya chini sana ndani ya moto wa Jahannam. Ndio maana tuko wengi katika Uislamu hiyo, lakini alama hizo zinapatikaniwa ndani mwetu. Tuko wale ambao tunazungumza uongo, sawa? Tuko wale ambao na ahadi zetu hatutimizi. Tuko wale ambao na likitokea nini tofauti, basi mtu huwa anataka kujionyesha ya kwamba yeye ni mbabe zaidi kuliko mwenzake. Idha khasama fajara. Sasa kwa sababu gani hiyo haimuondoi? Hiyo ni nifaq ni amali. Kwa sababu gani haimuondoi mtu katika Uislamu? Ni kwa sababu huyu mtu ana nini, ana chembe ya imani. Maana pamoja na Uislamu wetu, pamoja na imani yetu, bado tunazungumza uongo, sio? Ndio tumetoka katika Uislamu? Hatujatoka katika Uislamu, sawa? Lakini ina nini? Ni katika madhambi makubwa, ni katika maasi makubwa, ambayo maasi hiyo inahitaji nini? Inahitaji toba ya kurejea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa
Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji wa Madina, alifika, tulisema jana, wakati ambapo matayarisho ya kuvikwa taji ya ufalme kwa mtu fulani ilikuwa tayari imekusha fanyiwa matayarisho barabara, ilikuwa inasubiri tu wakati. Lakini kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilibadilisha mandhari ya hawa ambaye walikuwa wakitaraji kuvishwa taji ya ufalme. Sasa akawa yeye Abdullah bin Ubay bin Salul ambaye ndiyo muhusika mkuu katika kuvishwa hiyo taji, yeye pamoja na ile kundi yake wakawa hawataona vizuri, na kwamba sasa ufalme ina nini, inatuponyoka, yani tukiangalia kwa macho. Sasa ile ilitia katika nyoyo ya wafuasi wa Abdullah pamoja na Abdullah mwenyewe, ilitia katika nyoyo zao chuki na husda juu ya nani? Juu ya Mtume na harakati nzima ya dini ya Uislamu. Kwa hivyo hawatatulia, watakuwa wanafanya mbinu na njama za aina mbalimbali kila kuchapo kuhakikisha ya kwamba hii Uislamu haikui. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya sura hiyo ameeleza kwa ukamilifu sifa ya hawa wanafiki na vitendo vyao. Miongoni mwa vitendo vyao na amali zao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya tuliyokomea jana, anasema wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul aduwwu fahdharuhum qatalahumullahu anna yufakun. Ni wale ambaye ukiangalia mandhari yao, ni yale ambaye ukiangalia outer appearance yao, idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, yani linakustajabisha sana pandikizi ya mwili ambaye wanaye, sawa, mazungumzo yao mazuri, sawa, mazungumzo yao matamu, kiasi ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiegemea katika nini? Katika kuwapulikiza, kuwasikiliza. Mwenyezi Mungu akasema wa yaqulu tasma'a liqawlihi. Hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuondoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kustajabia watu aina hiyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ndiyo alimuumba huyu mwanadamu anasema binadamu aina hiyo na annahum khushubun musannada, wao ni sawasawa tu ni sawasawa na nini? Sawasawa na mamiti zile ambazo zimekatwa na zikawa zimeangikwa pale, ikawa miti ile ni kitu ambaye haina fahamu yoyote, sababu hawafahamu hayo wanayofanya madhara yake. Sasa hawa pamoja na mili yao ni sawasawa tu na mamiti yaliyokatwa yakaangikwa sehemu. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim, hawa ahwali zao ni ile ahwali ambayo wanaposikia tangazo announcement yote inapofanywa katika mji wa Madina, ile tangazo inawatia nini? Inawatia hofu. Linapotokea tukio tu katika mji wa Madina, jambo la kwanza ambayo inashuka ndani ya nyoyo zao ni nini? Ni hofu. Wakihofia nini? Wanahofia kwamba huenda sasa habari hizo, huenda Uislamu wamekusha nini? Wamekusha jua na mtindo wetu, huenda wamekusha kujua, huenda wamekusha kufichua siri yetu. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul aduwwu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hawa ni maadui kwa ya ukamilifu. Hawa wala usio na shaka, kwa sababu ni wale ambaye wanachukua habari yako na kuwapelekea wale maadui zao. Na mji wa Madina ilikuwa ni mji ambaye ina Mayahudi ndani wake, na Mayahudi ndio wale ambaye
mahasimu wakubwa ya Uislamu na Waislamu. Sasa habari yoyote ambayo watapata ndani ya Madina hiyo kupata kutoka kwa Waislamu, mara moja wanawakimbizia kina nani? Mayahudi, ambayo ni maadui wakubwa. Sasa hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hawa vile vile ni maadui. Humul aduu fahdharuhum, chukua tahadhari, kaa mbali na wao. Hawa ni moto ya kuotea mbali. Qatalahumullah, hawa wana laana ya Mwenyezi Mungu. Hawa wanakhizia ya nani? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jinsi wanavyofanya mambo, hawafanyi mambo kulingana na namna inavyotakikaniwa. Naam. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum. Wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, ay wa idha qila li haula'i almunafiqina halummu ila rasulillah hatta yatlubu lakum almaghfira min Allah. Wanapoambiwa hawa wanafiki kwamba jamani, njoni twendeni kwa nani? Twendeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa nini? Akawatakia msamaha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili zoezi ambalo ni mko ndani yake ni madhambi makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim. Ukiwa na nia nzuri ya kutaka kuomba msamaha, Mwenyezi Mungu atafanya nini? Atakusamehe msamaha, atakusamehe madhambi yako, makosa yako. Sasa wanapoambia jamani, njoni twendeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ndio yule ambaye la taj'alu du'a rasulika du'a ba'dikum ba'dha. Mtume ndio yule ambaye maombi yake sio kama vile maombi yangu mimi na wewe, hapana. Mtume ni yule ambaye akiomba chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia hapo. Sasa twendeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawatakieni msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jawabu yao ilikuwa hivi, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lawaw ru'usahum ay harakuha wa hazuha istihza'an wa istikbaran. Walikuwa wakitingisha kichwa, walikuwa wakikataa kwa ajili ya kumkejeli Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya kiburi ambayo ilijaa ndani ya nyoyo zao. Waraitahum yasudduna wa hum mustakbirun, ay watarahum yu'riduna amma du'u ilayhi, na utawaona wanaipatia mgongo, wanakataa ile mwito ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiwaita kwayo, mwito ya Uislamu, mwito ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaona watu hawa na yu'riduna, wanaipatia mgongo, hawataki hiyo mwito ya kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Wa hum mutakabbiruna an istighfari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na wao wanajikosia, wao wanapatwa na kiburi ya kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuombea msamaha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mufassirun wanasema lama nazalat al-ayat tafdahu al-munafiqina wa takshifu astar anhum, iliposhuka aya ambaye ndani ya aya hiyo mna fedheha kubwa ya kuwafedhehi hawa wanafiki, aya hiyo inakashifu, inaweka wazi sitara ambaye walikuja naye. Walikuja na sitara gani? Walikuja na sitara ya kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba amanna wa hum la yu'minun. Wa minan nas, Mwenyezi Mungu anasema qalu amanna, sawa, walikija wakisema ya kwamba wameamini. Ile imani wameifanya ndiyo ngao ya kustiri, ya kuficha, ya kukinga ukafiri ambaye imo ndani ya nini? Ndani ya nyoyo zao. Sasa alipoteremsha Mwenyezi Mungu aya hiyo ya kuwafedhesha na kukashifu na kuondoa sitara ambaye walijikinga naye, masha ilaihim aqribauhum min almu'minin, jamaa zao katika waumini waliwaendea. Miongoni mwa jamaa zao alikuwa nani? Abdullah
Abdullah huyu ni mwana wa nani? Wa Abdullah bin Ubay bin Salul. Huyu alikuwa ni Muislamu, huyu alikuwa ni muumini wa hakika. Sawa. Sasa akriba jamaa zao wakawaendea wakawaambia, waqalu wailakum, waqalu lahum wailakum laqad iftadahtum binnifaq wa ahlaktum anfusakum, maangamivu juu yenu, ole wenu, mmekusha kufedheheshwa na ili zoezi yenu nzima ya nini? Ya unafiki, na mmeangamiza nafsi zenu. Fa'atu rasulallahi wa tubu ilayhi min an-nifaq, nendeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwende mkamtake Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombeeni msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na hiyo madhambi ya unafiki ambayo nyinyi mnayo. Was'aluhu yastaghfir lakum, na muombeeni Mtume, mtakeni Mtume awanini, awaombeeni msamaha. Faabau wa hadaku ruusahum sukhriyatan wastizaa, wakakataa wakatingisha vichwa vyao, sukhriyatan, kumkejeli Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam istizaa. Fanazala, ikashuka aya hiyo, wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ruusahum wa ra'aytahum yasuddun wa hum mustakbirun. Thumma ja'u ila ibn Salul, kisha wakamwendea Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambaye ndio alikuwa raisul munafiqin, wakamwambia, qalu imdi ila rasulillah wa'tarif bidhanbika yastaghfiru laka, nenda kwa Mtume bwana Abdullah na uende ukamtake Mtume, nenda kwanza ukakiri kosa yako, halafu mtake Mtume akuombee msamaha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falawa ra'sahu inkaran lihadha rai, Abdullah kadhalika akatingisha kichwa, akakataa, akakanusha hii ni rai ambaye jamaa zao waliwakujia. Thumma qala lahum, kisha Abdullah akawaambia, laqad ashartum alayya bil iman fa amantu, mmeniashiria, mmenipatia rai ya kuamini na nikaamini. Sawa. Wa ashartum alayya bi an u'tiya zakata mali, mkanirai, mkaniashiria, mkanitolea rai ya kwamba mimi nitoe zaka ya mali yangu. Fafa'altu, nikafanya. Walam yabqa lakum illa an ta'muruni bisujudi li Muhammad. Sasa jamanini, yani haijabakia kwenu chochote isipokuwa ni nyinyi sasa mnanishauri na eti mimi niende kwa nani? Kwa Muhammad nikamsujudie. Ili jambo mimi siwezi nikafanya, jambo siwezi nikafanya. Tumabayana ta'ala adamu faidatul istighfar lahu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza faida ya kukataliwa istighfari ya hawa watu. Faida yake nini? Anasema Mwenyezi Mungu, sawaun alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, sawaun alayhim ay yatasawa al-amru binisbati lahum, mambo ni vile vile tu, ni sawa sawa tu kwa hawa watu, kwa hili zoezi lao la unafiki, sawa sawa tu. Astaghfarta lahum, idha wasamehe au uombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu ama usiwaombee, halina tofauti yoyote. Wao ni watu wa kusubiri adhabu tu. Tayari Mwenyezi Mungu amekusha nini? Amekusha pitisha innal munafiqina fi darkin. Sasa msamaha yako bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitawasaidia, hawatafaidika hata kidogo na msamaha yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye yule ambaye tammat kalimatu rabb adalan la mubaddila li kalimati, maneno ya Mwenyezi Mungu imekusha timia, hamna kubadilishwa, hamna kufanywa amendment. Hapana, Mwenyezi Mungu amekusha kusema innal munafiqina fi darki. Nani atafuta aya hiyo? Nani ana kifutio ya kufuta aya hiyo? Sawa.
Sasa ile jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekwisha kupitisha, hiyo inapita. Hiyo Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, sawaun alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Sawa, uombe msamaha ama usiombe msamaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lan yaghfir Allah. Maana tamko la inakataza wakati wa sasa na wakati wa mustakbal. Sio sasa Mwenyezi Mungu hawezi kusamehe, hata يوم القيامة pia Mwenyezi Mungu hawezi kusamehe. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya fisq, ya ufasik ambayo wamejitilia ndani. Sawaun alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum, ay lam yasfah Allah anhum lirusukhihim fi al-kufri wa israrihim ala al-isyan. Kwa sababu wamefanya nini? Kwa sababu ya kukita mzizi ya nini? Ya ukafiri ndani ya nini? Ndani ya nyoyo zao, na kwa sababu ya kudumu na kugandia nini? Kugandia maasi. Sasa watu namna hiyo Mwenyezi Mungu afanye nini? Afanye awasamehe. Thumma allalahu ta'ala biqawlihi, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatolea sababu, anasema inna Allaha la yahdi alqawma alfasiqin. Daima Mwenyezi Mungu hawaongozi watu mafasik. Fasik ni nani? Fasik ni kila yule ambaye kharaja an taati, kila yule ambaye amejikoboa, amejiondoa mzima kutoka katika nini? Kutoka katika utii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ni nani? Huyu ni fasik. Hawa wamejiondoa katika utii ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha la yahdi alqawma alfasiqin, ay la yuwafiqu liliman. Mwenyezi Mungu hawapatii tawfiki ya imani, hawana imani. Man kana fasikan kharijan an ta'ati arrahman. Thumma zala ta'ala fi bayani qabaihim, kisha Mwenyezi Mungu akaongezea katika kueleza maovu na mabaya ya watu hawa. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu. Miongoni mwa ubaya ya hawa wanafiki ni tamko lao. Yaquluna, wanasemaje? Wanasema la tunfiqu ala man 'inda rasulillah. Sawa? Msiwapatie, sawa, hawa watu ambayo wako pamoja na nani? Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamko limekuja hapa, wamesemaje? Wamesema humul ladhina yaquluna la tunfiqu, la tunfiqu. Hili inda rasulillah, hili sio katika matamshi yao, bali hili ni tamko ambaye Mwenyezi Mungu ametia katika Qur'ani yake, katika maelezo yake. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wangesema na ala man inda rasulillah, tunafahamu nini? Wanakiri ya kwamba Mtume ni mtume wa nani? Na maneno ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ni maneno ya uongo, sio? Sasa hiyo haikutoka katika kanwa yao, bali walisema la tunfiqu ala man inda Muhammad. Sawa? Mwenyezi Mungu weka pale Rasulullah ni kumtukuza nani? Ni kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mwenyezi Mungu daima hamuiti mtume kwa jina yake. Sawa? Sasa anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, humul ladhina yaquluna, kwamba wao ndio wale wanayosema kwamba la tunfiqu, hawa muhajirina msiwapatie chochote, kwa sababu hizo mali zenu ambaye mliwapatia, ambaye mliwasaidia, hiyo msaada ambaye mliwafanyia, hiyo msaada imegeuka. Sawa? Baada ya kupata nguvu kupitia msaada wenu, wakafanya nini? Wakawapigeni, sio? Si yule na Sinani, sio? Sinani Johani, sawa? Abdullah ibn akasema hawa watu nyinyi ndio mliwasaidia, sio? Sasa imekuwa namna gani wewe umekwenda kwa sababu kibao? Hawa ni watu aina gani? Walikuja katika mji wa Madina hawana lolote. Sasa wale watu ambao waliwafanyia ihsani wanawapiga.
hao sio watu wazuri. Sawa? Hapo hamna nini? Hamna hisani, hamna malipo ya hisani hapo. Sasa hayo mnaye wapatia, msiwapatieni tena, kateni kabisa msaada. La tunfiqu hata yanfadhu, mpaka wamkimbie nani? Mpaka wamkimbie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana wakisha kosa msaada kutoka kwa nani? Kutoka kwa watu wa Madina, basi hawatabaki na mtume, sio? Hali itazidi kuwa ngumu zaidi, sio? Wanabaki kwa Muhammad hapo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya msaada yenu. Sasa hiyo msaada katini mpaka wafanye nini? Wamkimbie nani? Wakimkimbie Muhammad tutawapokea, lakini kama bado wako pamoja na Muhammad, la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa wanafiki hawa, akili zao potovu na zana zao mbaya na imani yao dhaifu, walikijiona ya kwamba wao ndio wanaofanya nini? Wao ndio wanawaruzuku, wao ndio sababu ya nini? Ya Ansar kupata riziki, wakati ambapo riziki ya mwanadamu inatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Sawa? Hamna kipande cha nyama chochote kile ambacho kinatambaa juu ya ardhi hiyo isipokuwa riziki yake iko nani? Sasa hao watajiona kwamba wao ndio wanaoruzuku. La shawaka, wao hawana hata tonge moja ya riziki yenu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo yule mwenye nini? Ndiyo yule mwenye kuwaruzuku wote. Tena walillahi khazainu samawati wal ardi walakinna almunafiqina la yafqahun, bali kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiko kunako hazina. Sawa? Hazina yao, hazina ya mbinguni na ardhini, vote vile ambazo vinapatikaniwa mbinguni na ni hazina ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio msimamizi, na zile ambazo zinapatikana ardhini, Mwenyezi Mungu ndio nani? Ndio msimamizi. Pamoja na wanadamu na wanyama wote hao ni milkia ya nani? Ni milkia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Vyakula vyao, vinywaji, mavazi yao, malazi yao, kila la tu'ti al-mulka man tasha, tu'izzu man tasha, tudhillu man tasha, biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir, yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Mwenyezi Mungu ndio mruzuku mkuu wa kuruzuku viumbe na wanadamu na kila kitu, mandege angani, samaki baharini, wapi taja, wadudu ndani ya mashimo yao, siji na wote hao wanapata riziki kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata hapo ndani ya nyumba yako wewe ndio wewe sio ndio mwenye kuwalisha hao watoto, wewe wacha wapi? Tinyekude na mama bakulini naba ino bora kunwende sabana to vibara hivi. Sawa? Akishukua huko udino wake. Sawa, na kulala pia atalala huko. Sawa. Mavazi pia atapatiwa huko. Weka tu hapo tu ukijiona kwamba wewe ndio na mwenye kupatiana riziki hapa. Sasa lillahi khazainu samawati wal ardi, lakini almunafiqina la yafqahun, lakini wanafika hawa walakin almunafiqina la yafhamuna hikmatullahi wa tadbirihi, lakini wanafika hawafahamu hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawafahamu mipango ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wanajiona kwamba wao ndio wanawanisha hawa ashabi Rasulillah, lakini uhakika wa mambo sio wao, ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falidhalika yaquluna ma yaqulun min maqalati al-kufri wad-dalal, kwa sababu hiyo wakawa wanasema hayo wanayosema, hayo ni mazungumzo na matamshi ya kikafiri. Wewe mtu Muislamu huwezi ukasema maneno namna hiyo, wewe sio mwenye kuruzuku. Thumma addada ta'ala
ba'd qaba'ihim wa aqwalihim ash-shari'a. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaorodhesha moja baada ya nyingine mazungumzo ya hawa wanafiki, mazungumzo yao mabaya. Akasema Mwenyezi Mungu, yaquluna la in raja'na ila al-madinati, ay yaquluna la in raja'na min hadhihi al-ghazwa, ay ghazwatu bani al-Mustaliq. Wanasemaje? Tukirudi kutoka katika hiyo vita, basi waudna ila biladina Madinati al-Munawwar, na tukarudi katika mji wetu ambaye ni Madinati al-Munawwar, la yukhrijanna al-a'azzu minha, la nakhrujanna minha Muhammadan wa ashabihi, tutawatoa kwanza, tutamtoa huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake, tutawafurusha, tutawatoa katika nini? Katika mji wa Madina. Al-Aazzu hapa wakikusudia ni wao Abdullah pamoja na kundi yake. Al-Adhall hapo wakikusudia ni nani? Mtume pamoja na masahaba zake. La yukhrijanna al-Aazzu minha al-Adhall walillahi al-izzatu wa lirasulihi. Lakini wamesahau mtendakazi mkuu ya kupatiana cheo, ya kupatiana uwezo, ya kupatiana nguvu, si mwingine bali nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi al-izzatu, enzi na jaha na utukufu ni yake nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nani? Wali rasulihi, na enzi na jaha na utukufu ni ya mtume. Walilmu'minina, na waumini ambaye wanamfuata nani? Wanamfuata mtume ambaye wamemwamini nani? Wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, lakini wanafiki hawana habari hiyo, hawana hiyo. Mwenyezi Mungu tumesema hapo, la tu'ti al-mulka man tasha, tu'izzu man tasha, tudhillu man tasha. Ufalme Mwenyezi Mungu ndiye anapatiana, sawa? Na kudhalilisha pia Mwenyezi Mungu ndio anadhalilisha. Yarzuqu man tasha, riziki kadhalika pia Mwenyezi Mungu ndio anapatiana. Qala al-mufassirun, wafasiri wa Qur'ani wanasema kwamba qala Ibn Salul ma qala wa raja'a, wakati watu waliporudi katika mji wa Madina, kijana yake Abdullah bin Ubay bin Salul ambaye anaitwa Abdullah alisimama katika entrance ya Madina wakati watu walikuwa wakirudi. Sio wamekusha kutoka huko katika vita ya Bani Mustaliq. Sasa watu wanafanya nini? Wanarudi, sio? Na ndiyo baba yake amesema la idha ja'alna ila al-Madina la yukhrijanna al-'azz minha al-adhall. Sawa? Sasa kijana yake mwenyewe ndio amesimama huko, watu wakawa wanapita moja baada ya mwingine, hadi alipokuja Abdullah mwenyewe ibn Ubay bin Salul. Alipofika pale, mwanae mwenyewe akamwambia, baba, wewe huingie hapo Madina, wewe huingie Madina mpaka uniambie al-Aazzu ni nani na al-Adhallu ni nani. Nani ndiyo mwenye cheo, nani ndiyo mwenye utukufu, na nani ndiyo madhalili. Mzee amegombewa na nani? Na mtoto yake mwenyewe, sawa? Akawa Abdullah ibn Ubay bin Salul akawa hana jinsi, alike mtoto mwenyewe amesimama pale. Tena amesimama kwa namna gani? Mufassiri anasema wasalla saifahu, amesimama huko mlangoni na ila hali kwamba ameshopoa panga yake, iko tayari shabri kanjibli bangiga tarasto bara, sawa? Salla saifahu faja'ala an-nasu yamurruna bihi falamma jaa abuhu qala lahu ibnuhu wara'aka. Alipokuja baba, kijana akamwambia, baba, wewe itabidi urudi huko,
wallahi la tadkhulu almadina abadan, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu wewe utaingia. Kama unataka kuingia basi kaa tayari, shingo yako nitawachanisha na kiwiliwili. Hata takula, mpaka useme inna rasulallahi huwa al-a'azz wa ana al-adhall, mpaka useme ya kwamba Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu, ndiyo mwenye nini? Ndiyo mwenye cheo, ndiyo mwenye enzi, ndiyo mwenye utukufu, na mimi ni miongoni mwa wale ambao ni madhalifu. Faqalaha Abdullah, akawa hana jinsi, akisema hivyo. Jana alimsimamia kooni, akasema hivyo. Alisemaje? Alisema kwamba mtume ndiyo mwenye nini? Mwenye enzi na utukufu, na mimi ni miongoni mwa wale ambao ni madhalilifu. Thumma jaa ila rasulillah, kisha Abdullah mwanaye Abdullah ibn Ubay ibn Salul akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, balaghani annaka turidu an taqtula abi. Mtoto akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimepata habari kwamba wewe unataka kummalizia mbali baba yangu. Sawa? Akasema ya kwamba fa in kunta fa'ilan famurni fa ana ahmilu ilayka ra'sahu. Kama utafanya hivi kweli ya Rasulullah, kama utaniulia baba yangu, basi niache mimi ndio nifanye nini? Nifanye hiyo kazi. Maana isije ikawa lawama, sio kwa watu wengine. Maana nilikuta musidi wakati huo. Tutakwenda kulaumu nani? Ameona nani? Na mtoto wake mwenyewe. Sasa kama wakupelekwa jela, apelekwe nani? Apelekwe mtoto wake mwenyewe. Musa waya katulo. Takatul babataki roho marangana. Sawa? Akamwambia mtume, in kunta fa'ilan famurni fa ana ahmilu ilayka ra'sa. Kama utafanya hivyo basi hiyo amri nipatie mimi, nitakuletea kichwa yake mzima mzima hapo. Sawa? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, lakini namna alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahmatun lil alamin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah, bal natarafaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma, bali tumkhafifishi, tumwonee huruma. Sawa? Maadamu yuko pamoja na sisi, basi nini hapo? Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza. Sawa? Pamoja na kwamba huyu ametamka na imani ya uongo, lakini mtume hajakubali afanye nini? Awawe. Sawa? Sasa mara nyingine sisi tunapatwa na jazba zingine za ovyo ovyo. Anastoli azuka tulumo ndisa. Anasta miskiti makina dole azuka tulumo kapsende ke daba monti mo zulumini da. Munafas. Sawa? Anastoli wanafikini kabisa. Dole aske daba. Sasa mtume mwenyewe ndio huyu na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sawa? Anamwambia mwanae, natarafaqu bihi. Sawa? Huyu kidogo tumchezee. Chini ya maji, sawa? Tumchezee chini ya maji. Maadamu yuko pamoja na sisi, basi itafika tu wakati wake. Sawa? Lakini sio sasa. Manake watasemaje watu? Mara moja za habari itageuzwa. Sasa Muhammad anafanya nini? Anaua watu wake, sio? Itasemwa hivyo? Oya dana wakati katula nasto. Wewe kama ndiye kabla yetu. Sawa? Kama ni warja rasul nirkuta azol ya kiaroka tu ya udi azol batata kabisa. Ametuma nani? Ametuma mtoto wa yule jamaa tena ndio aende akafanye nini? Naam. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Ay walakinna al-munafiqina li farati jahlihim wa ghururihim
la ya'lamuna anna al-izzata wal ghalabata li awliyaihi duna a'daihi. Lakini wanafiki hapa kwa sababu ya ujinga yao na akili yao potovu na ghururu wamepotea, la ya'lamuna, hawajui kwamba izi na ushindi ni ya wale marafiki wa nani? Marafiki wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio ya wale ambaye ni maadui wa Mwenyezi Mungu na mtume wa Mwenyezi Mungu na dini ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mufassir hapo, lama dhakara qabaiha almunafiqin naha almu'minina an tashabbuh bihim fi al-iqtirari bil amwali wal awlad. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kueleza maovu na machafu na mabaya ya wanafiki, Mwenyezi Mungu sasa hapo anawakataza waumini wasijifananishe na nini na hali ya hao wanafiki. Wanafiki walijiona ya kwamba wao ndio kila kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wana mali, sio? Walikuwa wana watoto wengi, sio? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatanabaisha waumini kwamba na mali pia isije ikanini, isije ikawadanganya, na wingi wa watoto wenu pia isije kanini, isije ikawadanganya. Anasema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi mlioamini, ay la tushghilukum ayyuha almu'minuna alamwal wal aulad an ta'ati llahi wa ibadatihi. Mali zenu, wingi ya kuwa na watoto isije ikawashughulisheni sana, mkazama katika kutafuta mali, mkazama katika kuongeza hisabu ya watoto, mpaka mkasahau na nini, mkasahau na utaji ya kumtaja nani, mkasahau na ibada ya kumwabudu nani. Hiyo mali na watoto, hiyo ni zinatul hayati dunia, sawa? Hiyo mali na watoto, inama amwalukum wa auladukum fitnatun aduun lakum, sawa? Hiyo wingi ya kuwa na mali, hiyo wingi ya kuwa na watoto, msisahau ya kwamba ni fitna kwenu. Mali leo ni fitna ama sio fitna? Watoto leo ni fitna ama sio fitna? Wanatusababishia maradhi, sio? Anakwenda kufanya mambo yake hapo, na wewe ndio unakuja kupata na pressure. Yeye hata ana pressure, sawa? Wewe ndio unapata na hata ataka hapo, moyo wako inishtuka tu. Hata huko usika huko na kuiba, mtoto ndio amekwenda kuiba huko, amekwenda kuwaibia watu. Mara nyingine ameibia hata hapo ndani ya nyumba, sawa? Amana za watu unazo hapo, amekuja akanini, amekwenda akasherekea huko. Sasa athari yake inabaki kwa nani? Inabaki kwa mioyo ya wazazi, sawa? Mapenzi inapojaa kupita kiasi na ukakosa kuangalia zile hududi za Mwenyezi Mungu kwa hawa watoto, basi itakusababishia maradhi, sawa? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum, watoto wenu wasiwaangamize. Kwa maana ya kwamba watoto wanafanya nini? Wanaangamiza, sawa? Mali inafanya nini? Inaangamiza. Ndio nani Khidri, yule mtoto alimchinja kwa sababu gani? Alichinja yule mtoto kwa sababu yule mtoto, mapenzi ya yule mtoto imejaa ndani ya nyoyo ya wazazi kiasi ya kwamba kuna hatari hapa. Huenda yule mtoto akanini akawasababishia ukafiri hapo, na watoto wakaingia katika nini? Wazazi wakaingia katika nini? Katika ukafiri. Sawa? Musa akasema, katalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi. Sasa watoto hao wasije wakawaangamizeni. Mwenyezi Mungu anasema, ku anfusakum wa ahlikum, okoeni nafsi zenu na nafsi ya ahli zenu. Wapatieni maadili na maelekezo ya nini? Ya njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Msiwawachilie tu rebo namna hiyo tu, wakawa wanaishi kwa kiunyama.
Mtoto yuko hapo aswali, hana swala, hana Qur'ani, hana madrasa, hana lolote, basi unamfuga tu hapo, baadaye atakusababishia vitu. Sawa? Na dunia ya leo tunasemaje? Hao watoto wamefanya nini? Wametushinda. Sawa? Akisha sikia kwamba baba mwenyewe anatangaza kwamba sisi tumekuja shinda, tumekuja chukua kikombe hapo, sasa inakuwa namna gani? Sasa ndio anavuruga kabisa. Karas mon sedu mon tile mnashindu mon badil na kisteni. Mon karas arfida. Na kalas ajinu mon na muru monini. Sawa? Sasa hiyo nini? Ni maangamivu. Huyu mtoto anafanya nini? Anakuletea. Sawa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Utaji wa Mwenyezi Mungu msisahau. Sawa? Msishughulike sana mkanini mkasahau na kuna Mwenyezi Mungu hapo ambayo ndio amewaombeni nyinyi pamoja na hawa watoto, ambaye ana haki zaidi ya kunini, ya kuabudiwa. Mpaka baba ndani ya nyumba uwezi ukamwambia mke na watoto waswali. Dole magono sumo. Katarukira mno karamta sala zile bibufuku mente ini shar mzima ati jortakira mgoseli sala. Kanoki mofuko faga musika. Sawa? Akitaka kupasuka si apasuke tu, sio? Lakini ile amri ya Mwenyezi Mungu fanye nini? Mwambie. Sawa? Wewe utakuwa umekushafikisha ujumbe, sio? Wama alaina illa albala. Sasa la tulhikum amwalukum wala auladukum ayuha almu'minun, alamwalu walaulad an ta'ati llah la tushghilukum an ta'ati llah wa ibadati wa an ada'i ma aftaradahu alaykum min as-salati waz-zakati wal-hajj, mkaghafilika na ile ambayo Mwenyezi Mungu amefaradhisha juu yenu, swala, saum, hajj na zinginezo zote zile ambazo Mwenyezi Mungu amefaradhisha. Kama shaghalat munafiqin, hawa wanafiki wameshughulishwa sana na mali, wingi ya mali na wingi ya watoto, wakamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa wanamfanyia Mwenyezi Mungu nini? Istihza. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wama yakhda'una illa anfusahum. Naam, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي ومن شغلته الدنيا عن طاعة الله وعبادته فأولئك هم الكاملون في الخسران، حيث آثروا الحقير الفاني على العظيم الباقي وفضلوا العاجل على الآجل. ومن يفعل ذلك، na yote atakayeshughulishwa na dunia yake, akashughulishwa na mali ya dunia hiyo, akashughulishwa na vitu vya dunia hiyo, akashughulika na wingi ya watoto katika dunia hiyo, akasahau na taa ya kumtii Mwenyezi Mungu, ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema fa ulaika humul kamiluna, hawa ni wale watu ambaye wako katika hasara, tena hasara iliyo kamili, hasara ya duniani na hasara ya wapi? Ya akhira. Hiyo dunia yako utaipata na akhira pia utanini, utakula huu na nini na hasara juu. Sawa? Duniani hapo utaishi maisha ya dhiki. Man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanqa, utaishi maisha ya dhiki. Na akhira na unayo huko kufufuliwa, ila hali kwamba wewe ni nani? Kufu. Sasa ni hasara hiyo, sio hasara? Hasara kubwa. Dunia ukupata na akhira pia ukosa kulu. Dunia alikana ukijere fogo vile unahari amekosa. Alikuwa anakimbilia usiku na mchana, anarauka 12 na anarudi saa 5 saa 6 ya usiku. Sawa? Amna swala hapo, ameswali hata moja, amekwenda kukimbizana na nini? Na dunia.
Sawa? Huyu amehasirika dunia na akhira pia, adhabu inafanya nini? Inamwongoja. Wa anfiqu mimma razaqnakum, anasema Mwenyezi Mungu, ay wa anfiqu fi maradhati llah min ba'di ma a'taynakum wa tafaddalna bihi alaykum min al-amwal. Anasema Mwenyezi Mungu, anfiqu, na toeni katika kutaka radhi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Toeni katika kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala ukitoa sana Mwenyezi Mungu na hapandi cheo, hapana. Wala Mwenyezi Mungu hapomoki daraja, hapana. Bali hayo unayoyafanya ni kwa ajili ya manufaa. Man dha alladhi yuqridu Allahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan kathira. Ni nani yule mwenye kumkopesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna akapata ongezeko la ziada? Sawa? Yote manufaa yake ina nini? Inarejea kwako. Unapotoa Mwenyezi Mungu anakulipa badali. Man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha. Unakuja na moja, Mwenyezi Mungu anakupatia ngapi? Anakupatia 10. Bali adhaafan kathira, anaongeza zaidi na zaidi na zaidi. Jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa na huruma na jinsi Mwenyezi Mungu alipokuwa anatupenda sisi. Amali kidogo tu. Sawa? Hataki nyingi, hapana. Bali nyingi zile ambazo tunatumia zinatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila hata nini? Bila hata kuulizwa. Wewe angalia hiyo hewa unayepumua, unalipia, inakuja bili kila mwisho wa mwezi. Hiyo maji unayekunywa, unalipa bili wapi? Kwa sitikanto lama kwa Mungu. Hiyo chakula unayekula unafukia tu. Watu wengine wanalala njaa huko. Umekusha kutumia bili. Sawa? Macho hiyo imekukoboka vizuri tu. Unaangalia usiku na mchana. Miguu hiyo unakimbilia. Shawahi hata siku moja ushawahi kuulizwa? Sasa leta taksi, ushuru toa. Sawa? Sasa ni ipi Mwenyezi Mungu? Hiyo ambayo unatoa inamfaidi Mwenyezi Mungu na nini? La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Mnyama mnayechinja, sawa, haimfikii Mwenyezi Mungu hata kipande, hata robo kilo haimfikii Mwenyezi Mungu. Wala damu ya hawa nyama haimfikii Mwenyezi Mungu. Hana haja Mwenyezi Mungu na nyama na minofu. Hana haja Mwenyezi Mungu na hizo hela. Bali anachotaka walakin yanaluhu taqwa minkum. Anachotaka Mwenyezi Mungu ni nini? Ni kicho, ni takwa. Kwamba uogope. Hii ni amri kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima ufanye namna anavyoamuru nani? Mwenyezi Mungu. Sababu ukienda kinyume kuna adhabu, na Mwenyezi Mungu hana maskhara na yoyote hapa. Hana ukoo, hana ujamaa, hana undugu na yoyote. Adhabu yake ni alimun shadidun. Zote hizo ni sifa za adhabu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bibi, anfiqu mimma razaqnakum, toeni kwa ajili ya kutaka kupata radhi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Tena toeni mimma, hapo minni litab'id, min baadhi tu. Mwenyezi Mungu hataki yote. Sawa? Kama ni zakatul fitri ni ngapi? Na ikiandikwa hapo na kwa ubao na mwisho wa Ramadhani watu wanasema Daude, zakatul fitri tabiskit makina deba kun over. Eti 500 imekuwa. Wewe mwaka mzima umekula ngapi? Bure. Hujaitishwa chochote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sawa? Sasa 500 tu hapo ya zakatul fitri jamani. Amru zakata inavi, hapi miskito ina. Na kumwomba amru umeteno kwa 50. Amru angalia wewe. Una tatizo gani wewe? Hata unakwepa zaka ya huku, sawa? Ati unakwenda kulipia huko sababu ya huko ndio bei yetu. Akili inakusaidia. Sawa? Mwenyezi Mungu anasema anfiqu mimma, kidogo tu. Hiyo 500 kwa Mwenyezi Mungu ni kidogo sana.
anayekupatia ni nyingi zaidi ya 300. Sawa? Anfiqu mimma razaqnakum. Tena riziki imetoka kwa nani? Hiyo riziki imetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ulipotoka katika tumbo ya mama yako, ulitoka na hela mkononi ukashika namna hiyo? Ni mtoto aina gani? Kuna mtoto ametoka ndani ya tumbo ya mama yake ameshika hela? Hamna. Sasa amekuja mkono mtupu, sio? Ndio baadaye watu wakamfanyia mchango nikude kiasi ndio home benkini, sawa? Hao anawekewa shilingi, baadaye ndio sasa umeanza kula. Sawa? Sasa Mwenyezi Mungu anataka mimma razaqnakum, kutokana na yale ambayo sisi ndio tumewafanya nini? Tumewaruzuku. Nyinyi hamna lolote. Ndio maana mnaporudi kwa Mwenyezi Mungu huko mnarudi mkono mtupu, sio? Na sanda moja tu ya bafuta. Hamna zaidi. Hata kama ulikuwa ni tajiri milionea, utakwenda naye. Watu hawatakubali. Ati wewe kuna utafunua madola. Kwanza hiyo sanduku yenyewe inafanywa maarifa hapo. Huko tu sehemu ambaye inakwenda kununuliwa hiyo sanduku ndio mahesabu yanapigwa hapo. Na masuti zako hiyo utawachwa pale chupu. Hata umezikwa na saa ya dhahabu, sijui umezikwa na viatu sijui ya 50, hakuna. Naam, anasema Mwenyezi Mungu tukimalizia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Kabla ay yatiyakum, toeni kabla haijawafikieni nini? Kabla haijafikieni mauti. Ikija mauti tena hutasikizwa ati hiyo fungo fulani sijui na uendiku mrefu miti deka rokun sadaqatul jariya laana watoto inshaibisheni sasa akitegemea kisokani sisi eti tutoe sadaqatul jariya kwako, uongo yako. Hamna hiyo ni wewe kutoa sadaqatul jariya ukiwa hai. Sasa ukiwa umekufa ndio utolee sadaqatul jariya. Anfiqu mimma razaqnakum, Mwenyezi Mungu anasema min qabli an yatiyakum ahadakumul maut. Ikifika mauti tu, hata zile ambazo ziko mfukoni tayari sio zako. Hiyo tayari ni mahesabu ya watu. Ndio unapata ajali inapotokea pale, watu wanakimbilia wapi? Watu wanakimbilia mfukoni. Huyu jamani maiti. Min qabli an yatiya ahadakumul maut anfiqu. Wewe unagandisha tu mfukoni hapo, unafunga tu katika dini na kwa dini yako, kwa wallet yako. Ngoja subiri kidogo tu, malakul maut utapite tu hapo. Hata kama bado hujakufa basi utakufa. Upepo ya malakul maut ikipita tu hapo tu, watu tayari wako hapo wamepiga foleni. Sawa? Wanakupanguza wanakupapasi bumu, angalieni huyu kabla hiyo ambulance haijakuja tu. Kila kitu inatolewa. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sababu inapofika hiyo kifo, la yuakhar ila ajalin qarib, inapofika hiyo mauti, idha jaa ajaluhum la yastakhiruna, hamna kuongezwa hamna kupunguzwa dakika wala sekunde, hamna yeyote anayeweza kujitolea eti msamaria eti nikupatie siku katika masiku zangu nikupatie siku 2 wiki moja. Hakuna. Hata yule kipenzi yako hakuna. Nani imekushawahi kutokea ati mtoto yake sijui mpenzi yake amesacrifice, amempatia, amemuongezea wiki moja? Hakuna. Jaa ajaluhum la yasakhiruna saa, hasubiri yule malakul maut bado. Hamna kuakhirishwa ati wewe usijafanya namna gani. Sasa sisi ndio tunakuja na nini na mipangilio zingine tu hapo, zile ambazo hazifai. Sijui meti deke kutoa ulani, sijui safia nasta bombo, sijui safia nasta Dar es Salaam nija. Huyu jamaa mambo yake mkusha malizika. Yuko hapo inasaidia nini? Atarudi.
Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa asaddaqa wa akum minas salihin, kama Mwenyezi Mungu atanirejeshea japokuwa siku moja, sekundi, saa moja, dakika, basi atasaddaku, mimi nitatoa sadaka. Wewe ukiwa hai, wewe uko kuitoa. Sasa wakati wa kufa ndio utatoa. Eti upunguziwe tu dakika moja mbili utoe, utatoa ngapi? Ngapi utatoa? Wa akun minas salihin, eti nipunguziwe saa moja ili nipate kwenda kuswali zile kadhaa zangu zote. We swala yako ilikuwa ni ya Ijumaa hadi Ijumaa, hizo swala ya miaka 20 utaswali kwa hiyo sekundi moja, kwa hiyo madakika, kwa hiyo siku moja utaswali? Eti ndio huo miongoni mwa waja wema? Amna. Wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haakhirishi, hapunguzi, haongezi. Wallahu khabirum bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ni mjuzi, mwenye utambuzi, mwenye kujua habari zote yale tunayofanya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim. Wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqi nabiy Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam bi fadlihi. سبحان الله والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعوانا فيها سبحانك اللهم وبحمدك.